bana, kwenye exclusive za PMTV niko hapa Latifa Nafi Muhsin Kimonje, nyuma ya kamera niko na Dula Heavyweight. Tuko hapa kwa ajili ya kukupitisha kwenye mambo mbalimbali ya kimichezo ambayo yanaendelea, usajili ukiwa umeshika hatamu kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, lakini zipo sajili ambazo tayari tumeshaanza kuziona ndani ya klabu ya Simba kwenye mechi zile za Sekafa pale Rwanda. Nimeongea sana. Dula, uko sawa sawa? Niko vizuri. Kabla ya salamu, jinsi gani nataka kujua kutoka kwako. Sio mbaya. Unajua ukiongea sana ndo fresh. Sauti yako inafanya mtazamaji aweze kusikiliza zaidi. Sauti yako si inavutia. Ndio kwanza unaniambia. Bana, niambie rafiki yangu. Sawa, kwenye usajili ambao umefanyika, tumeshuhudia mechi ya Simba ya kwanza ambao wamecheza pale Rwanda wakipata suluhu ya bila kufungana katika mechi ya kwanza. Mimi nataka kupata kwa ufupi sana namna ambavyo maingizo mapya klabu ya Simba umeyatazamia kwenye ile mechi ya kwanza. Unajua, of course nimeyatizama, lakini mimi sio muumini wa kumtizama mchezaji kwenye mechi moja. Mimi napenda sana kumtizama mchezaji kwenye performance yake ndani ya msimu husika, ndio huwa inanipa picha ya ukweli zaidi, kwa sababu jana kuna makelele mengi yamepigwa kuhusiana na Ibrahim Dumbia na nafasi ambayo aliweza kuikosa, lakini ukitizama nitakuelezea kwa nini napishana sana na hili swala la kumjaji mchezaji kwenye mechi moja. Kwa mfano nitazungumzia wachezaji wawili. Mimi sikutizama mechi kwa ukubwa wake sababu nilikuwa kwenye harakati kule Dodoma. Kwanza Ibrahim Dumbia, sawa? Ibrahim Dumbia mimi naamini ni mchezaji sahihi sana kwa Simba. Anaweza akafanikiwa. Ni mchezaji hatari. Kufanikiwa na kutokufanikiwa kuna factors nyingi, lakini mimi naamini anaweza akafanikiwa. Kwa nini naamini Ibrahim Dumbia ni mchezaji hatari na watu wasibabaike na ile nafasi alokosa? Kwa sababu kwanza ndo top scorer katika ligi ya Mali, Ligue 1, na sio kwamba haina washambuliaji hatari. Nafikiri watu wanakumbuka vizuri Simba walicheza na Stade Malien, walikuwa na miongoni mwa washambuliaji hatari. Kuna Zoumana Simpara pamoja na Tedeus Fomakwang Nkeng ambao wote wanaunda safu ya ushambuliaji ya Stade Malien. Wapo pale lakini wameshindwa kumchallenge kwenye mbio za ubingwa, kwenye mbio za kiatu bora na maanisha. Lakini mchezaji ambaye alikuwa karibu zaidi kumkimbiza kwenye mbio za ufungaji bora ni Ibrahim Traore wa FC DR ambaye yeye ndo amemaliza na mabao 14. Sasa huyu ni mchezaji ambaye ana sifa ambazo zinamtambulisha kama mchezaji. Sifa yake ya kwanza ni uwezo wa kujiposition kwenye maeneo sahihi. Unajua sifa ya kwanza ya mshambuliaji watu wanabidi wafahamu ni uwezo wa kujua muda gani akae sehemu gani, ili aweze kumpa urahisi mchezaji mwenye mpira kumuona ndani ya box na kufunga mabao. Hiyo sifa yuko nayo. Maana yake akiwa ndani ya box ana uwezo wa kujua muda huu natakiwa niwepo kwenye eneo gani ili niweze kumrahisishia mchezaji kuweza kunipasia na kuweza kufunga. Ukiona mchezaji anafunga mabao 17 kwenye timu ya kawaida kama FC Karofina ambayo ametoka kucheza, timu yani ambayo kwanza hata kwenye ligi kuu haija exist kwa muda mrefu, na kwenye eneo la ushambuliaji haifungi sana mabao, lakini yeye ndo anaifungia timu yake mabao kwa kiasi kikubwa. Huyo mchezaji ujue ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya mechi ambazo mimi naweza nikakutajia, kwa mfano mechi ya tarehe 17 Machi 2026 ambako walicheza dhidi ya Onze Craters ambao waliweza kutoka sare ya bao moja kwa moja. Hilo bao moja yeye ndo alilifunga. Alijiposition vizuri sana baina ya mabeki. Kwa hiyo akamrahisishia kiungo wake Suleiman Fani kuweza kumtafuta na kupasiwa mpira, na by the way ile bao lilitokana na mkwaju wa penalty ambao alisababisha yeye mwenyewe. Katika penalty 5 ambazo amefunga, penalty 4 kazisababisha yeye mwenyewe. Anaingia kwenye eneo la hatari, goalkeeper anamfanyia madhambi, anaiconvert ile penalty, anamhamisha goalkeeper kwenye direction ambayo sio, anafunga bao kali. Kwa hiyo ni sifa yake ambayo inamtambulisha. Lakini jambo la pili ni clinical finisher. Watu watanileta kwenye ile clip, bana mbona pale alikosa chance ya wazi. Sasa niwaambie, huyu mchezaji ameshafunga sana magoli katika mazingira kama yale, kwenye nafasi kama ile, na nakumbuka mchezaji katika moja ya mechi ambayo ilifanyika Juni 10 ya mwaka huu, mechi ya pili kutoka mwisho kwenye ligi, alifunga hat-trick dhidi ya African Football Elite. Hiyo game kwanza alikuwa na pressure ya kukimbizwa kwenye mbio za ufungaji bora. Mechi ya nyuma yake kabla hiyo, Ibrahim Traore wa FC DR alifunga mabao 3. Usimenelewa vizuri, dhidi ya Buguba inaitwa Buguba FC katika ushindi wa mabao 6-2. Kwa hiyo akafikisha mabao 14.
Yeye huyu Ibrahim Dumbi alikuwa na mabao 13. Kwa hiyo ilibidi afunge kuanzia mabao mawili ili akae juu. Unaelewa vizuri. Kwa hiyo game akaja akafunga mabao 3. Katika hayo mabao 3, bao moja alilifunga kwenye mazingira kama alokosa dhidi ya Mogadishu. Mazingira yale yale, mpira unaingia kwenye close range, ana utapin juu ya neti juu, ana finish vizuri, anafunga. Kwa hiyo pale kukosa haimaanishi eti hafungagi magoli ya vile. Of course anakuwa na convert na anafunga. Yani kwa kifupi ni kwamba tumpe muda, tusianze wasimalize maneno. Venelo wasimalize maneno. Na of course na ile hat-trick manake inakuwa yeye na huyo Ibrahim Diarra peke yao ndo wamefunga hat-trick msimu uliopita kwenye ligi ya Mali. Wawili tu. Yeye na huyo Ibrahim Diarra, na yeye ndo anakuwa mchezaji pekee kufunga hat-trick hizo, hat-trick 2. Sio, unanielewa vizuri. Nyingine alifunga dhidi ya AS Club de Bamako katika kombe la FA ya kule Coupe du Mali, katika ushindi wa mabao 5-1 pia alifunga hat-trick. Kwa afunga hat-trick hizi msimu uliopita. Huyu jamaa sifa yake nyingine ya tatu, ana uwezo wa kupiga mipira ya vichwa. Amefunga mabao 9 kwa mipira ya vichwa 9. Mabao 9 ukitaka kujua ni mengi kiasi gani, wachezaji wawili tu ndo wamefunga mabao mengi zaidi kuliko mabao yake ya kichwa tu kwenye ligi ya Mali msimu uliopita. Tunaelewa. Ibrahim Diarra mabao 14 pamoja na Zoumana Simparami mabao 11, walobakia wote kuanzia kina Sekou Koni sijui kina Isaac Cisse wote wamefunga chini ya mabao 9 au mabao 9. Yeye kwenye kichwa tu ana mabao yake 9. Kwa huyu mchezaji linapokuja swala la mipira ya vichwa na timu sana, nikuelezea kidogo timu yake hiyo ya Karofina, haishambuli kwa namba kubwa, ni timu ndogo. Kwa hiyo ina maana muda mwingi zile chances zinazotokea ni kwa mipira ya kutenga kama hivyo kona, free kick ile ikitokea kwake kama penalty. Ikifika vizuri kwenye kichwa, chuma. Kwa hiyo mchezaji ana sifa hizo. Watu wasimchukulie kama kama vile mchezaji wa kawaida, ni mchezaji mzuri. Lakini hata jana ukitizama kwa makini utaona positioning zake zilikuwa hatari. Uwezo ukapata chance kama ile hata kama umekosa. Lakini alikaa kwenye nafasi. Yes. Sawa, huko ni kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa upande wa Yanga pia tumeshuhudia maingizo 3 kwa mpigo. Presida akikaa pale kwenye kochi jeupe na akiweza kuwatambulisha nyota hawa 3 kutoka kwenye ligi 3 tofauti. Mimi nataka kujua tu kwa namna ambavyo pia wengine wanasema, wewe kwa upande wako na maoni gani kuhusiana na hawa nyota 3 ambao wametambulishwa? Kwa mfano kama kwa Sheikh Ibrahim Toure ambaye ametoka Al Jablain ya Saudi First League, maana ligi daraja la kwanza la Saudia. Ni mchezaji ambaye namba zake zinaweza zisikupe uhalisia wa kitu ambacho anaweza kukifanya. Kwa hiyo mimi nasema huyu ni mchezaji ambaye nampa nafasi ndogo ya kufanikiwa kwenye ligi ya Tanzania. Kwa sababu sio kwamba hafungi, of course ukitizama namba zake amefunga mabao 19. Mabao 19 sio mabao machache, ni mabao mengi sana, na kama akiyafunga akiwa na Young Africans probably anaweza hata akawa mfungaji bora. Anafunga kwenye mazingira gani? Ndo swali la msingi. Ukitizama mabao yake, kwanza aina ligi alotoka Saudi Pro duniani ni ligi ambayo tunaamini haiweki kipaumbele kwenye mchezo wa kujilinda. Ni wanaweka kipaumbele kwenye mechi kwenye mchezo wa kushambulia, wanashambulia zaidi kuliko kuwa na akili ya kulinda. Kwa hiyo sasa kinachotokea, kuna zile space huwa zinapatikana mara kwa mara kwa sababu ya huo aina yao ya mchezo. Ndio maana katika mabao 19 ambao wamefunga, ni mabao 3 tu ndo angalau alizungukwa na walinzi kabla ya kuweza kufunga. Mengi anakutana nayo kwenye mazingira ambayo anaweza akawa na muda wa kufanya maamuzi sahihi bila kuwa na pressure kutoka kwa walinzi. Sio, unanielewa? Kitu ambacho akija Tanzania kinaweza kisitokee, kwa sababu Yanga wakicheza na timu zingine ndogo, timu zinazuia sana. Ina maana atakutana na jopo la walinzi ambacho ni kitu nacho kutoka kwake naona kinamsumbua sana kukabiliana na walinzi 2-3 ndani ya penalty box. Kwa hiyo hiyo peke yake nampa nafasi ndogo ya kufanikiwa kwenye mazingira hayo. Lakini jambo la pili, huyu ni opportunist. Unajua opportunist, yani ni mchezaji ambaye yeye ubora wake pekee haumfanyi afunge mabao mengi, ila anategemea zaidi makosa binafsi ya wachezaji mmoja mmoja wa timu pinzani. Tunaita individual errors. Beki kasijui kapiga mpira vibaya, kipa kautema kauacha, ndo opportunist. Sasa kuna sehemu ukifika unakwama ukiwa opportunist. Unaweza ukafunga sawa magoli, lakini kuna sehemu ukifika utakwama. Na mimi nina mifano dhidi ya Al Wahda, nitakupa mfano mmoja, huo ndo mkubwa sana. Dhidi ya Al Wahda kuna mchezo alifunga mabao 2-0, yote alifunga yeye. Yaani walishinda 2-0 na yote alifunga yeye. Kuna bao goalkeeper anaitwa Abdullah El Waisha aliudaka mpira.
kaudaka vizuri kabisa, anataka kuanzisha, beki katoka nyuma eti kampiga kikumbo beki wake, yani yule beki wa huyo goalkeeper timu inaozuia, beki wake eti kaja kampiga kikumbo, eti mpira umemwanguka umetua miguuni kwa Sheikh anaona nyavu ziko tupu, hana beki mbele, akafunga. Sasa magoli ya hivyo kule hapo mengi, na amefunga magoli ya hivyo mengi. Kuna mechi nyingine dhidi ya Al-Raid na kuna Al-Rayyan, zote alifunga aina fulani ya magoli ambayo yanatokana moja kwa moja na uzembe, yani beki anampa mpira yeye anafunga tu. Sasa mazingira kama hayo huku kwetu ni ngumu. Unajua kule Saudi kwa sababu wao wanacheza mpira kwa kujiachia, yani hawazuii nini, timu zinapishana, na ndio maana kule mechi kuisha 4-3 kawaida. Huku ni uongo, sio? Unaelewa? Hicho kitu mimi kinanipa mashaka. Na jambo la tatu, huyu ametoka kwenye ligi ya madaraja ya chini, hajawahi kucheza ligi kuu hata mara hii kwenye karia yake. Kazunguka Ufaransa kwenye ligi daraja la 3, karibu timu 8 tofauti daraja la chini, naita Championship National ya French. Na hata kipindi yupo ES Nancy ambako ndo alikuwa mfungaji bora akifunga mabao 15, ilikuwa ligi daraja la 3. Hiyo Al Jabalain ni ligi daraja la kwanza Saudi Arabia, ndo kafunga magoli 19. Anakuja kucheza ligi kuu for the first time. Ligi kuu ya Tanzania sawa, unaweza kusema sio ligi bora duniani, lakini ni ligi kuu, lazima uiheshimu. Sio, unaelewa vizuri. Sasa ukimchukua mchezaji ambaye anaenda ku experience ligi kuu for the first time ever, akikwama usimlaumu. Kwa hiyo sio mchezaji mbaya, lakini mazingira, aina ya mabao pamoja na jinsi anavyocheza vinaweza visimbebe kwenye ligi yetu. Jambo la mwisho, miundombinu. Kuna viwanja huku vya mikoani, si visemi vibaya, lakini Saudi Arabia, hata hiyo ligi daraja la kwanza, viwanja vyake vyote ni standard kubwa mno, na ukiangalia opportunity, miongoni mwa silaha yao kubwa ni kucheza kwenye uwanja mzuri ili waweze kunufaika na hivyo vitu. Sasa huku akienda kwenye mechi za mikoani anaweza asiwe na impact, lakini ana ubora wake, ikiwemo mipira ya vichwa, ni mrefu, ana energy, kwa hiyo anafunga sana mipira ya vichwa. Hiyo inaweza ikawa kama added advantage, lakini kwa haya mazingira matatu nilioelezea, napata mashaka kuamini kwamba huyu Sheikh Ibrahim Toure anaweza akafanikiwa kwenye ligi ya Tanzania. Inanipa mashaka. Sawa, mbali na hayo, Young Africans hawajamaliza kwenye usajili. Baada ya hiyo wametuwekea pale namba 6, alafu wameandika wacha player namba 6. Watu wanahangaika sana kujua huyu namba 6 ni nani. Kwenye tetesi zako huko kwenye makabila umechungulia, huyo unajua hizi timu za Tanzania zinabadilika, lakini tunaona kwa mfano kama huyo Sheikh Ibrahim tulikuwa hatujamsikia kokote, tunashtukia tujitu hilo. Nasikia sasa hivi kwa Yanga pamekuwa pazito. We acha tu, lakini mimi nafikiri atakuwa Morris Chuku. Si unajua yani nafikiri atakuwa Morris Chuku, lakini kulikuwa kuna mazungumzo ya Alphonse Mabula hapo. Katika hapo kuna namba 6 katika hao, ambapo alisema baada ya Aliou Dieng, yani hajawahi kuona namba 6 kama huyo. Kwa anaweza akawa Morris Chuku. Anaweza akawa Morris Chuku ndo zaidi ya Aliou Dieng au Alphonse Mabula. Au wawili. Nikipatia mnanipa shilingi ngapi? Katika hao wawili ya kitambulisho mnanipa shilingi ngapi? Kwa Kevin Nation ni mkanizulumu katika hao mimi naamini katika hao wawili hao. Mabula, ingawa Mabula kama anatia ugumu fulani, lakini nafikiri Mabula anampa nafasi kubwa zaidi. Wakimkosa Mabula, sababu Mabula dili lake lina hang. Wakimkosa tu yupo plan B. Unajua Yanga wana plan B. Atakuwa Morris Chuku.